Mlango wa 11, somo letu linasema unyenyekevu. Tunajifunza leo juu ya unyenyekevu. Tunajifunza juu ya unyenyekevu. Mathayo ule mlango wa 11 mstari wa 29, mstari mmoja wa 29. Anasema, jitieni nira yangu, jifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwake. Nafsini mwake. Moja ya tabia maalumu ya Bwana wetu Yesu ni unyenyekevu. Na unyenyekevu ni jambo ambalo watu wengi hawapendi. Wanaona ni kama sehemu ya kuonewa, sehemu ya kuto kuonekana sana, kwa sababu wanyenyekevu huwa watafuti kuonekana. Yesu anajua wanadamu wanahitaji hilo la unyenyekevu, na anataja hii kama mmoja ya tabia zake, ya tabia yake ya muhimu sana. Anasema jitieni nira yangu, jifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na ni mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwangu. Unyenyekevu unamwinua mtu na unamheshimisha mtu na unampa mtu raha. Unampa mtu raha. Lakini ni vizuri tukajifunza hasa unyenyekevu ni tendo la namna gani. Unyenyekevu ni ile hali ya kujitawala. Kujitawala, kukubali, au katika kuwakubali na kuwatambua na kuwasikiliza wengine. Mtu mnyenyekevu habaki mwenyewe, haoni peke yake kama ndio basi. Mtu mnyenyekevu hutoa nafasi kwa wengine na kuwaona wengine ni sehemu muhimu kwenye maisha yake. Bwana asifiwe. Unyenyekevu ni ile hali ya kujitawala, kuwakubali, kuwatambua na kuwasikiliza wengine. Hapo ni mahali pagumu. Nimejenga uzoefu kwa muda mrefu ambao nimekuwa kiongozi. Nilianza viongozi katika idara ya vijana kwa muda mrefu. Kutoka ngazi ya jimbo mpaka ngazi ya taifa nimekuwa kiongozi wa juu wa vijana kama mwenyekiti na msemaji wa kundi hilo. Baadaye nikawa makamu askofu wa jimbo, baadaye nimekuwa askofu wa jimbo miaka 8, nimekuwa askofu mkuu mwaka huu 16. Kwenye uongozi kuna mambo mengi nimeyajifunza. Katika makundi yote mnapokaa, kuna watu wanapenda wapate kusikilizwa zaidi ya wengine, watambuliwe. Na mara kwa mara mnapoanza kwenye vikao, kuna mtu ananyoosha kidole, akimaliza kuongea, kabla hajakaa natamani anyooshe tena. Sasa sijui anataka aongee nini na kama ndio alikaa, ili aone mawazo yake kama yananunuliwa ama kama hayana soko. Hii ni kuonyesha kwamba unaona peke yako ungetosha tu. Hiyo ni tabia ambayo haihusiani ama ni tabia kinzani kwa unyenyekevu. Unyenyekevu kwanza ni kazi yake ya kwanza, sifa ya kwanza, anajitawala, anajikontrol. Kama anajitawala kwa mambo gani? Katika hali ya kuwakubali wengine na kuwatambua, au kuwatambua na kuwakubali wengine ili apate nafasi ya kuwasikiliza. Hii inakusaidia sana hata katika familia, hata katika huduma, hata kukaa na majirani, kukaa na jamii. Tabia hii ni tabia adimu. Watu wengi hawajali. Anasema wewe nani? Sisi tulipokuwa tukilelewa barabarani, unamsalimia siku zile, unamsalimia baba, kwa sababu nyumbani of course utoki bila kusalimia wazazi. Lakini pia wanasema hata baba wa nyumba wa jirani
wa kijijini ni baba. Sisi tulikutwa na watu ambao hatuwajui kabisa. Mnachunga mbugani, mnacheza, mmeacha mifugo imeenda mbali, mnachapwa na mtu yoyote, na hiyo inakufanya hauendi kulalamika. Hauendi kulalamika mahali popote, hauendi. Ukienda kulalamika nyumbani, umeongeza mapigo, unaadibiwa, unaadibishwa. Hali ile tulichukulia kututengenezea unyenyekevu. Unyenyekevu. Jambo la pili ni kuondoa sababu ya kujiona kuwa wewe ni bora kuliko wengine. Hiyo ni moja wapo ya zile alama za unyenyekevu. Nisikilize, takusaidia sana. Moja ya sifa hizi, ya kwanza katika tabia ya unyenyekevu ni kujitawala. Cha pili ni kuwatambua wengine ili uwakubali na ili upate nafasi ya kuwasikiliza. Jambo la pili ni kuondoa sababu ya kujiona kwamba wewe ni bora kuliko wengine. Kila unalolifanya usione hakuna kama wewe. Usione wewe ni bora kuliko wengine. Hiyo itakunyima nafasi ya kuwasikiliza wengine. Hiyo itakunyima nafasi ya kuwatambua wengine. Hiyo itakuondolea kuthaminiwa katika jamii na watu kuwa karibu na wewe. Maana hutaki kusikiliza mawazo ya wengine, unataka usikilizwe mawazo yako. Unataka uwe ni wewe. Ukiona kuna mtu anasikilizwa kuliko wewe, tayari ni vita. Unawapiga vita wale ambao wanaonekana kama wana uwezo kuliko wewe. Hutapata nafasi, utachelewa sana kujenga uwezo. Ukitaka kujenga msuli wako wa uwezo, kuwa mtu bora katika siku zako za baadaye, jitahidi kuwakubali, utawale hisia zako ili watambue wengine, uwakubali, uwasikilize. Na uondoe sababu ya kuwa wewe ni bora kuliko mwingine yeyote. Yesu anasema, mimi ni mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Jambo la tatu, uhisi na kupokea na kuyaishi maisha ya utumishi bila kudai fidia. Uhisi kwamba unaweza na uwe tayari kwa hilo. Kupokea maisha ya utumishi bila kujali fidia. Nimekuwa na baadhi ya watumishi ambao mimi nimehudumu nao, wengine ni watoto wangu. Kama akikaa na hahudumii, ataka atembee. Ama akiwemo hapa na kama yeye hahudumii, akai hata kanisani, ataka akai nje azunguke. Lakini yeye akihudumia, hata chooni mtu haendi. Hiyo ni moja ya kukosa unyenyekevu. Unyenyekevu. Uwe na uwezo wa kukaa kusikiliza mahubiri ya mtu mwingine. Unaje kama huduma hii inatolewa na mtu mmoja? Tangu tunapoanza ibada ni mtu mmoja anahudumu, angeshindwa tu. Lakini kuna watu, ibada ya kwanza tulipoingia, roho mbili zimejaa, tumekaa hapa. Kuna wanaosimama na hizo maiki hapo. Kuna wanaoongoza hawa hapo. Wanaongoza hawa hapa kama watu wa kututangulia kwenye ibada ya kusifu na kuabudu. Na hufanya kwa moyo wao wote bila kupata kitu chochote. Imekuwa hivyo kwenye maisha yao miaka na miaka. Na wamebeba kanisa kwa sababu kanisa hata lina uwezo wa kufanya hivyo. Lakini kwa kufanya hivyo hawakudai fidia, wamekuwa na moyo ulio tayari.
Huo ni unyenyekevu. Huo ni unyenyekevu. Na sio tu hivyo, lakini wawe na hofu. Wasifanye kwa mazoea, wasifanye kwa kutokujali, wajitahidi kujali na kuona ile huduma wanayoifanya inawafanya watu wajisikie wamepata ibada, wamejisikia vizuri, wakitoka wanasema tunatoka kanisani. Amen. Hilo ndilo tulilokuwa tunalitamani sana. Waraka wa Mtume Petro wa kwanza na mlango ule wa 5 mstari wa 5 anasema, vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee. Mstari B yake anasema, naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu wapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Mungu wapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Tunahudumiana. Unapokuwa mtu mnyenyekevu, unakuwa mtu aliye tayari wasikiliza wengine na kupata mawazo ya wengine na kusubiri nafasi muhimu ya kuambiwa tunaomba mchango wako. Tunaomba mchango wako. Nimekuwa kwenye mabaraza yetu ya wachungaji, niliona baadhi ya watu ataka asikilizwe peke yake, na asiposikilizwa ni ugomvi. Mwingine anapenda awe mshauri katika kila kikao. Niliona shida ile ni kubwa. Na wakati mwingine naangalia ule uwezo na kile anachokitoa, wala sio hitaji la watu. Siku nyingine nikasikia mmoja anasema nina ushauri wa bure. Kila kikao nina ushauri wa bure. Siku nyingine nikasema kile kichwa hata kikianguka chini hakuna atakayeokota. Maana hata yeye mwenyewe hakijawahi kumsaidia. Wanyenyekevu hawako hivyo. Wanyenyekevu ni watu wanaoweza kutambua na mawazo ya wengine. Ni watu wanaotaka kusikia kutoka kwa wengine na kutoa nafasi kama watu watawahitaji mawazo yao. Sio unalazimisha, unatoa nafasi kwa mawazo yao. Bwana sifiwe. Amen. Kanisa amen. Uishi kwa ajili ya wengine. Mtume Petro anasema mkiwahudumia kwa unyenyekevu, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi na huwapa unyenyekevu neema. Kuwatumikia wengine bila kujilinganisha na wengine. Namba 5, usipofanya huduma usijilinganishe na mwingine. Kanisa la Antiokia hapa kwetu tuna kwaya ngapi? Kuna kwaya yetu ya watoto na vijana mnaita. Lakini kuna kwaya ya warrior. Alafu kuna kwaya ya New Hope Singers. Alafu tuna hii kwaya mnaita kwaya ya wanawake. Kwaya kubwa zinakuwa kama 3. Sijawahi kusikia mmoja wapo ikisema sisi tunaimba kuliko wale. Wengine wakasema sisi tunaimba kuliko wale, kwa sababu sio jukumu lao hasa. Jukumu la kwa access ni yetu. Sisi ndio tutakaa. Unasema kwaya fulani naimba. Wanaimba. Watu wataongea, lakini sio wao. Watu wataongea kwa kadiri wanavyohudumu. Lakini neno la mafundisho yetu inasema usijilinganishe na wengine kwenye huduma yako. Wengine ni waimbaji. Hapa kwetu sisi tuna timu ya watu wanaoabudishi. Huko nyuma tuliishi na wengine waliondoka. Unajua sasa mama mchungaji Fred alitoka hapo ameenda Dodoma. Tulikuwa na wale dada kina Lucy wameondoka zamani, akaja Beatrice akaondoka. Ni watu ambao wakishika maiki unajua hapa pana nguvu isiyo ya kawaida. Wamehudumu kwa unyenyekevu na tuliwaona kila wakati na kila wakati. Hata sasa Mungu ametuinulia wanaume, sio wanawake kama zamani. Augustine anatuongoza, Shayo anatuongoza, Mwalimu James naye anatuongoza, wote wako 3 ni walimu. Wakati mwingine hata Mwalimu Kivuyo. Lakini hatutaki kusikia kutoka kwao mmoja wapo akisema
mimi nikiimba nani anaweza kusogelea? Sisi tutaamua, tutawasifu, hakuna kesi, tutawaassess, tutasema fulani zaidi. Lakini ukweli ni kwamba nani hasa zaidi ya mwingine? Mungu ndio anajua. Aliye zaidi ni aliye mnyenyekevu. Aliye zaidi ni yule anayetoa kwa ajili ya Bwana. Huyo ndio mnyenyekevu. Na hiyo ndio furaha yetu, ya kwamba utumishi ule unatimizwa kwa furaha, wala si kwa kulazimishwa, na wala si kwa kutafuta sifa. Haiwezekani wakafanana, watatofautiana. Pale wanapotofautiana, mwingine anazidi mwingine kwa kitu fulani, hata zile hata ule uwezo, hata zile sauti. Kuna sauti hii inahitaji, ndio maana zote zinatumika. Amen. Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Watu wanakaa, sisi tulipokuwa chuo cha Biblia, mnaenda nasoma miaka 4-3. Mimi nimesoma 4 nikarudi 4, zamani 2. Vyuo vya Biblia ni mahali ambapo walimu wamekaa. Ukishafanya chuo ambacho ni ya kimataifa, ambayo walimu hawatoki ndani ya nchi moja, kwenye mitihani sio kipindi cha mchezo. Kuna kipindi walimu wanakaa watatu, unahutubia wewe, unatoa hotuba, wanakaa wanakuassess. Unahutubia, wanakuambia, mwalimu wengine ni mkali, anakuambia kama una kitu cha kusema toka hapo. Kwanza ujue kwamba unaposimama kuna watu wanakuassess, wanakukagua, wanakupatia maksi. Wote hawa ni kazi yao ni kukujengea uwezo. Kwa sababu kukosolewa ni kuongezewa uwezo. Hakuna watu sahihi isipokuwa waliosahihishwa. Hakuna watu imara isipokuwa wale waliotengenezwa. Na mtu asiye mnyenyekevu hata kubali kukosolewa, hata kubali kukemewa, hata kubali kuonywa, hata kubali, anataka aheshimiwe, achwe, aogopwe, hawezi kuwa mtu. Wale walimu wa kutusimamia ule mtihani, unasimama pale kutoa hotuba, wanakuangalia, mwingine anakuambia wewe kakae kama umekosa kitu cha kuongea. Unasema Bwana asifiwe mara 5. Hujamaliza kusema kesho Bwana asifiwe, unarudia Bwana asifiwe, unarudia kakae. Katikati ya hotuba unachachamaa, alafu unaendelea unasema Bwana Yesu asifiwe. Sasa unafikiri si wanakuchanganya kiasi fulani, lakini ndio umekuweka kwenye mtihani. Hizi changamoto tunazozipata katika maisha yetu ni sehemu ya kunyenyekezwa, kujengewa uwezo, kufanywa kuwa mtu imara wa baadaye, mtu imara na muhimu wa baadaye. Kama nafsi yako haitakuwa tayari kukosolewa, huwezi kuwa mtu wa kufaa. Sisi tunajua tutaongea, wewe nyamaza. Sisi tutakulinganisha, wewe nyamaza. Kiburi haitaki kunyenyekezwa, lakini watu wanyenyekevu hunyanyuka. Sehemu ya pili ya hii ni watambue watu wenye kiburi. Watambue watu wenye kiburi. Kazi ya hawa watu wenye kiburi, kazi yao kubwa ni kujivuna, kujiona. Na wanapopatikana na makosa hujitetea. Kinywa cha mtu mnyenyekevu kimejaa samahani, bali kinywa cha mtu mwenye kiburi kimejaa kujitetea. Kinywa cha mtu mnyenyekevu kimejaa samahani. Mtu mnyenyekevu hutengeneza marafiki, na hukimbiliwa, huaminiwa, na huinuliwa. Na ni mtu mnyenyekevu. Mtu mwenye kiburi hawezi kukubaliana na anakuambia mimi sikubali kunyanyaswa, mimi sikubali kuonewa. Hata pale ambapo anatarasaishwa ili kufanywa kuwa mtu muhimu, analazimisha atambuliwe, analazimisha aheshimiwe,
huyo ni mtu ambaye huwezi kumsogelea, huwezi kumsogelea. Taka watu wamtambue. Kuna ndugu moja, siku moja nilipata masimulizi, yeye ana tabia kushambulia watu. Akasimama, walikuwa wamekaa mahali, kuna jambo fulani litendeka, akasema fulani ndio alitenda, akasimama kamshambulia, kamsema. Yule ndugu akanyamaza, anamwangalia. Mwisho sasa, unajua ukifoka ukajikamua ukamaliza na mwenzako haja kujibu, inadalilisha sana. Akasema huyo ananidharau, si mnamwona amenyamaza, ananidharau. Mbona anakasirika peke yake na amekosa mtu wa kugombana mpaka analalamika? Hata kule kunyamaza nako analalamika. Ukijenga unyenyekevu haufiki hapo. Ni rahisi kuishi na jirani zako, ni rahisi kuishi na mume wako, ni rahisi kuishi na mke wako. Nafsi ya mtu mnyenyekevu haipotezi neno samahani. Neno samahani ni namna ya kujenga familia, ni namna ya kujenga mahusiano, ni namna ya kujenga jamii. Neno samahani, ukishindwa kusema, kubwa ni kusema watu wengine. Unapoona mnakaa naongea wengine, udhaifu wengine, umaskini wa wengine, ninyi urafiki wenu utakufa na mtakuwa maadui. Lakini pia umeshindwa kusimamia maisha yako. Kazi ya mtu mnyenyekevu ni kutokuwa na shida na maisha mwingine, ni kuhangaika na maisha yake. Niliwaambia watu wa ibada ya kwanza, ukiwa umejenga una nyumba nzuri na wewe unaamini hakuna mwenye nyumba kama wewe, ama hata kama wako huko miongoni mwa wale wa juu sana wenye uwezo, lakini kuna ndugu yako, jirani yako anabanda hapo, jirani yako ile banda, ukitoka ukiangalia ni kama inakupa kinyaa. Usifanye hivyo, usifanye hivyo. Mwambie na yeye ajenge. Kanatoka pale kabibi fulani na watoto, nikamwambia jambo la pili, kuna mtu unamkaribisha nyumbani kwako, unamwambia unakuja pale kwangu, ukitokea mkono wa kushoto kuna banda moja hapo, usiseme banda. Usitambulishe nyumba ya jirani yako kama banda. Mle wanaishi watu, sio nguruwe na ng'ombe. Banda lina ng'ombe, banda lina nguruwe. Sema mkono wa kushoto nyumbani kwangu kuna nyumba ya slope. Hapo utapita utakuta geti la rangi nyekundu au rangi nyeusi au rangi ile. Basi akisema amekuja na kupigia, niko hapa kwenye banda. Upande gani? Banda liko wapi? Mimi sina banda hapo kwangu. Upande wa kushoto ili banda la slope. Ni nyumba ya jirani yangu hiyo. Sogea mbele. Ulinda kinywa chako kama mtu mnyenyekevu. Uyapime maneno yako ya kusema, maana maneno yako yatahesabiwa makosa, yatahukumiwa na watu. Biblia inasema kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila neno la siri, likiwa ni baya ama jema. Basi na miaka ikaenda, ile bibi anakaa pale, kumbe watoto wake wako kule Chunya wanachimba dhahabu. Siku moja Mungu naye amewakumbuka, anataka ivunje kiburi chako. Wanakuja wanapandisha ghorofa. Siku hiyo utatambulishaje? Pale kwenye banda. Kutambulia sio kufika, hata Waswahili wanasema. Aliyetambulia siongee sana, maana wanaokuja nyuma wanakuja na spidi yao. Wakati wa miaka ya nyuma mimi nilipata kashfa nyingi. Nani wachungaji wakasema huyu hajengi, atajenga nini huyu? Huyu atajenga lini? Compassion iliingia pale imeondoka. Compassion haijengagi nyumba za wachungaji.
Na kwa hiyo sikuwa na nafasi ya kujenga nyumba kupitia Compassion. Na Mungu alinipa hela kidogo, nikamwaga mawe, nikakaa miaka 4 nasoma chuo cha Biblia. Miaka 4 mawe yanakaa hapo kama sina uwezo. Na mimi nawaambieni, usishawishike kuimba ujenge, nenda taratibu utajenga. Wakati wa Mungu ukifika utajenga. Wanyenyekevu hawashindwi. Mkono wa Bwana utakwenda pamoja nao. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nikanyamaza nikamaliza. Nimeenda polepole, wakanikashifu sana, wakasema hatajenga. Ataishia kwenye nyumba ya kanisa. Na kweli nimeishi kanisani miaka 10 na kitu kubwa kabisa. Lakini na matusi yao. Nilipomaliza kujenga, hakuna mmoja wao aliyejenga kwa mfano wa nyumba yangu mimi. Sisemi nimejenga nyumba kubwa sana ya fahari, lakini nasema hakuna aliyejenga kwa zile nyumba zao kwa mfano wa nyumba ninayoishi. Sio vizuri kusema mwache mnyonge, maana hao wanyonge ni wa Bwana, naye ana majira ya kuwainua. Hao wanyenyekevu wasio na kitu leo watapata kesho. Usikate tamaa, usitafute sumu, wala usiweke sumu ya maneno mdomoni mwako. Usitafute kamba, wala usijinyonge kwa maneno mabaya. Wakati wa Mungu utafika, atakufanya kuwa mtu mwingine. Mungu atakuinua. Watu wote wanauringa mimi na madharau, hawagawi unga asubuhi, watu wanahangaika na maisha yao, bado wao wanaringa. Wanaringa nini? Shida ya watu, wanatafuta marafiki, wanatafuta kujulikana. Usitafute nani anakujua. Usitafute watu wakuu kwa watu wako. Tafuta kuwa karibu na Mungu. Maisha yako yakiishakuwa na Mungu, umetoka. Siku moja utakuwa mtu wa kuheshimiwa. Bwana atakupatia nafasi mwenyewe. Unyenyekevu ndio tabia pekee inayotoa nafasi ya kuonywa na kurekebishwa. Watu wasio wanyenyekevu ukimrekebisha ni chuki. Ukimkosoa ni ugomvi. Hata mwenyekiti wa wanawake hawezi kurekebisha watu wasio wanyenyekevu. Hata mwenyekiti wa vijana hawezi. Hata mchungaji unawaogopa nyuso zao. Kuna watu wanakuangalia mpaka wanakudharau. Wewe unaitwa askofu, yeye hiyo haimhusu. Lakini watu wanyenyekevu ni watamu. Watu wanyenyekevu hutoa nafasi ya kuonywa. Hata ukimwonya anakuwa na amani. Mimi najua nafsi ya binadamu inapenda sana kuheshimiwa, kutambuliwa. Lakini usichelewe hapo ukadhani ni la maana sana. Hata ukikosolewa uwe na amani. Ndani ya nyumba utakosolewa. Mwanamke anakukosoa, mwanaume anakukosoa. Ikifika mahali mwanamke hapendi kukosolewa, hiyo ndoa ni mzigo. Mmoja wanandoa hapendi kukosolewa, ndoa ni mzigo. Ni mzigo. Kukosolewa ni namna bora zaidi ya kuendelea kuishi. Maana huko ndiko kurekebishwa, kuonywa, na hiyo ni tabia ya wanyenyekevu. Mithali 15:33 asema hivi. Mithali kumcha Bwana ni maonyo ya hekima, kabla ya heshima tangulia unyenyekevu. Wote wanaomcha Mungu, neno la Mungu lina nafasi ya kuafinyanga. Na mafuta ya Mungu hufundisha wanyenyekevu. Na mafuta ya Mungu hufundisha wanyenyekevu. Wakolosai 3:12 anasema, mstari wa 12 anasema, basi kwa kuwa mmekuwa teule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, pole na uvumilivu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Lakini Samuel wa pili, Mfalme Daudi anasema, ndio aliyeweka maneno haya katika
Samueli wa pili mlango wa 22 na mstari wa 36, mstari ule mmoja anasema hivi. Anasema, na umenipa ngao, nawe umenipa ngao ya wokovu, na unyenyekevu wako umenikuza. Na unyenyekevu wako umenikuza. Mtu mmoja akikosolewa, akionywa, ameitwa katika baraza la kanisa, mbona hulipi zaka? Mbona wewe upendi? Mbona hujalipa mchango 1, 2, 3? Mbona tunakusikia katika 1, 2, 3? Anataka tafute watu 5 wa kueleza malalamiko, wa kumhurumia, wa kuona haki yake inadhulumiwa, wa kuona anadhalilishwa. Watu wa namna hii ni watu wenye kiburi, wala si watu wanyenyekevu. Ni watu ambao hawawezi kurekebisha maisha yao. Ni watu ambao mwisho wa siku watakwenda kwenye kuangamia, maana kila mmoja atawaogopa na kuwaacha. Tena ni hatari, hata kuharibu kanisa. Bali wanyenyekevu hupokea maonyo. Unapokosolewa, unapoambiwa ufanya hivi, usipende. Hata kama mchango fulani wewe huna uwezo wa kulipa, usitake watu wasilipe. Kuna watu wakishindwa, ataka, kulikuwa na wamama fulani hapa, wakamwambia mwenyekiti, hiyo kazi tulishindwa, hiyo kazi nani anaweza? Mwenzao anaweza. Uweze kwa sababu una uchungu. Kuna mtu ana uchungu, hata kile ambacho yeye atoe mtu mwingine anatoa, kwake ni shida. Ubaya, shetani, kiburi. Anaona kuna kitu mwenyekiti kasema kinakwenda kutekelezwa, anasikia uchungu. Hata kile asichokitoa yeye anaona watu wasitoe. Ukifika hapo, umekaribia kaburi. Unyenyekevu wako umenikuza. Akasema, unyenyekevu wako umenikuza. Maneno haya yakarudiwa alipoimba ile Zaburi ya 18, mstari wa ile Zaburi ya 18, alipoimba mstari wa 35, aliimba hivi: nawe umenipa ngao ya wokovu wako, mkono wako wa kuume umenitegemeza, na unyenyekevu wako umenikuza. Kila mtu anampenda mtu mnyenyekevu. Sio tu tunahubiri hapa madhabahuni, lakini huo ndio ukweli kwamba kila mmoja anapenda mtu mnyenyekevu. Hata majirani wanampenda mama mnyenyekevu, na anatengeneza marafiki, na watu wanapenda kuwa karibu naye, maana ni tiba ya mioyo. Hunyamazisha jeraha za majirani na watu wa nyumbani mwake. Biblia inasemaje? Asema, heri kulala kwenye pembe ya dari kuliko kuishi na mwanamke mkorofi. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke asili yake ni mnyenyekevu. Sasa unapokosa ule unyenyekevu, anasema heri kukaa kwenye pembe ya dari. Ni wanawake mko wengi kidogo, hii naomba mlisikie. Lakini neno la unyenyekevu, hasira ya mwanaume inakoma. Anakuja anauliza kitu kwa karaha, namwambia, jamani, baba, mbona umeenda mbali hivyo? Hebu ngoja kwanza tumalize haya. Anakosa nguvu ya kuendelea, maana hoja imekatwa. Lakini anauliza kitu, amekasirika, amebeba vitu vingi kichwani, akasirika. Mwanamke lazima, usinifokee, kama umechoka na mimi nitoke nje hapa. Hiyo ni kuwasha moto mahali ambapo tayari petroli imemwagwa. Haifai. Hebu mwambie baba, wewe unaona saa huko sawa, hebu hilo liacha. Akasema, ananidharau huyu, na hakumjibu mpaka ameona hivi. Amemtukana, amempokea, mwenzake hajibu, anamwangalia mpaka anaona aibu. Hebu chukua mpira, naenda kacheze uwanjani, alafu ukosa wachezaji, utacheza huo mpira? Utarudi nyumbani utasema hamna timu. Bwana asifiwe. Unyenyekevu, kitu cha maana sana. Moyo mnyenyekevu hubeba nafasi ya toba. Moyo
na ni moyo wa dhabihu. Huo ndio moyo ambao wakati wote Mungu anautaka kwako na kwako, unyenyekevu. Tafuta nafasi hii ya unyenyekevu, itakufanyia heshima, itakufanyia heshima. Usilemewe na unyenyekevu. Unyenyekevu hauchoshi, bali kiburi inachosha. Unyenyekevu haulemei, hauchoshi. Unyenyekevu huleta marafiki. Na wakati nataka kumaliza, nataka kusema, unapokuwa mtu mnyenyekevu, unampisha Mungu hukumu zako. Wanaoinuka juu yako kupambana na wewe, unawapa nafasi ya kupambana na Mungu. Unavamiwa tu. Jitahidi sana kutawala hisia zako. Ishi katika hali ya unyenyekevu. Una wakati mwingi wa kuishi na watu wengi, utapata marafiki wa kweli. Usiseme nani ananitafuta, ana cheo gani. Usihangaike na maisha ya watu. Simama wewe, Mungu atasimama na wewe. Mungu ataweka wakati mpya kwenye maisha yako na hautajuta kuwa mtu wa Mungu. Hebu soma kitabu cha Zakaria, tunamaliza. Naangalie jinsi ambavyo unyenyekevu umewabeba wengi. Zakaria 9 na mstari wa 9. Furahi sana binti Sayuni, piga kelele binti Yerusalemu, tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda na mwanapunda, mtoto wa punda. Nabii unasema mambo yaliyokuja kutimizwa wakati wa Yesu alipoingia Yerusalemu. Na Yesu ametajwa hivyo kama mnyenyekevu, na yeye alipokuja akasimama akasema, mjifunze kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Nyenyekevu. Ishi maisha ya unyenyekevu. Maisha ya unyenyekevu yatakufanya unawahi ibada, maana wewe hutaki kuwa mtu mwenye hatia. Maisha ya unyenyekevu inakufanya unakuja kwenye mipango tuliyopanga, iwe ya maombi ya katikati ya wiki, iwe ni mkesha, iwe ni nini, unajaribu, kwa sababu unyenyekevu ni moyo unaoshabihiana na moyo wa Mungu. Ni moyo wenye asili ya moyo wa Mungu. Mtu mnyenyekevu ni rafiki wa Mungu. Anasema unyenyekevu wako umenikuza. Unyenyekevu sio kuzubaa na kupambana kichini. Unyenyekevu, kama nilivyokuambia, ni unyenyekevu. Tabia ya unyenyekevu au sifa ya unyenyekevu au maana ya unyenyekevu ni ile hali ya kujitawala na pia kuwakubali, kuwatambua na kuwasikiliza wengine. Bwana atakufanya kuwa mtu wa muhimu kuliko unavyofikiri, maana atasimama upande wako. Unyenyekevu ni rafiki za Mungu, ni wana wa Mungu, ni watu wanaotembea pamoja na Mungu. Bwana wabariki. Bwana alibariki neno lake. Amen. Na neno la Bwana litaendelea. Amen.